ili mtu aweze kufanikiwa, awe na maisha kwa sehemu hapa duniani, ni sehemu mbili tu. Aidha ni kula kwa jasho, kutumia nguvu, kuhenya. Lakini aidha sehemu ya pili ni kumsujudia shetani. Kwa sababu gani? Adamu alipoteza na umiliki wa rasilimali duniani. Kwa hiyo Yesu alipokuja duniani, alikuja kurejesha vitu vyote vinne. Alikuja kurejesha eneo la utawala kwa wale watakaomwamini. Maana Yesu alikuja vinne. Alikuja kurejesha eneo la utawala kwa wale watakaomwamini. Maana Yesu alikuja kama Adamu wa pili ambaye ni roho yenye kuhuisha. Haleluya. Lakini pia alikuja kurudisha mamlaka kwa wana wa Mungu. Lakini alirudisha lugha ya mawasiliano. Ndio maana ukishamwamini Yesu una uwezo moja kwa moja kuwasiliana na Baba yako aliye mbinguni. Haleluya. Lakini pia alikuja kurudisha ule utamaduni wa mbinguni. Kwa hiyo Mungu alikusudia kupitia kanisa watakatifu, dunia iwe ni mahali pa watu wafurahi, wawe na amani, wasijute. Sasa hayo maisha yako ndani ya Yesu. Haleluya. Kwa hiyo tunajifunza kwa nini sasa uhalisia uko tofauti. Kwa hiyo tunataka kadri Yesu anavyokaribia kurudi, anataka kuja kuchukua kanisa ambalo kwa kweli limerudi kwenye uhalisia wake. Iko ni pamoja na kutawala na kumiliki katika eneo la uchumi. Haleluya. Lakini tukawa tumejifunza kipindi kilichopita roho ya utumwa. Jinsi ambavyo nikatoa mfano kwa habari ya inaanzia kwenye bara la Afrika. Tunaambiwa bara la Afrika ni maskini. Inatoka kwenye bara, inakuja kwenye nchi. Hata sisi tumezaliwa tunaambia Tanzania ni maskini. Kwa hiyo inatoka na kuja kwenye eneo la familia. Inakuja mpaka kwa mtu mmoja mmoja. Hiyo ni roho, ni kwenye ulimwengu wa roho. Haleluya. Sasa leo nataka tusogee tena sehemu ya tatu, ambayo ni umaskini unaotokana na waliokutangulia.